Na barabara, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Open Mic za Adidas TV, naitwa Machumbe Tongonolami Crystal, kama kawaida yangu, mzee wa taarifa za ukweli ama sauti ya wazee kwenye kizazi kipya. Leo tuangazie moja kwa moja milima ya tarafa la Fizi ndani ya sekta ya Mutambala, ni vijiji vya Kakenge hivi. Kuliangazia usalama huko, umeripotiwa kwamba umezorota muda huu wa asubuhi kuhusiana na mapigano ambayo ilianza tangu asubuhi kati ya waasi wa M23 FNL Twirwaneho ambao wanaungwa mkono na serikali ya Rwanda na wapiganaji wa FABB ya kamanda Ngoma Nzito. Kuliangazia hili moja kwa moja, tunaungana naye Engineer Stratege na Mubamba ambaye ni msemaji wa kundi la FABB. Engineer, sijui umenifuata? Nakufuata sana kwa tangu na mtangazaji. Unaripotiwa kwamba kuna mapigano ambayo iliripotiwa tangu asubuhi mapema ya leo siku ya Jumatatu kati yenu ninyi na wanajeshi ama waasi wa M23 wanaungwa mkono na Twirwaneho na FNL. Bila shaka bwana mtangazaji, ilikuwa kwenye mida ya saa 12 za asubuhi ndipo wazalendo wa CPC FABB yake Delphin Kalembe Ngoma Nzito walikuwa wakiendesha doria kwenye maeneo ya kijiji cha Kakenge na kando kando, ndipo waliona mulolongo wa jeshi la Rwanda likishirikiana na wahuni wa Twirwaneho pamoja na Red Tabara ambao walikuwa wakijielekeza kwenye kijiji cha Mulima na kando kando yake. Kusudi lao si lingine ni kuendesha mauaji ya kimbari dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Hata hivyo, jeshi lake Delphin Kalembe Ngoma Nzito lilipoona kwamba raia tayari walikuwa hatarini, waliingilia kati na kuacha kufyatuliana risasi na waasi wa M23 wanaungwa mkono na jeshi la Rwanda wakishirikiana na wanamgambo wa Twirwaneho na waasi wa Red Tabara wa hapo Burundi. Mapambano yaliendeshwa kuanzia saa 12 za hapo asubuhi, lakini ilipofika saa 5 za mchana waasi walipata cha mtemakuni wakatimka na kuweza kuelekea mahali ambapo hawakuweza kujulikana, ila wapiganaji wa FABB Biloze Bishambuke wanaendelea kuwafuatilia katika hali ya kutafuta kuimarisha usalama wa raia na mali yake kwenye maeneo ya kijiji cha Kakenge na kando kando yake. Na nikikumbuka siku zilizopita tulizungumzia kuhusiana na operesheni zenu kwamba huenda zimechelewa kidogo, maana mmeniahidi ama mliahidi raia kwamba mtaendesha operesheni za moja kwa moja kuwaondoa waasi Rugezi na kuwafikisha hadi Minembwe. Hadi sasa sijui operesheni zenu zimechelewa kuhusiana na nini? Unajua kwamba mipango ya kijeshi bwana mtangazaji inaendeshwa kulingana na amri za kijeshi, na wakati amri za kijeshi bado kutolewa ni sharti kwanza tuweze kutembea sambamba na mipangilio ya kijeshi. Lakini kusudi letu, shabaha yetu ni kwamba wanamgambo wa M23 ambao kwa sasa wanapatikana kando kando ya Rugezi waweze kutimuliwa hadi waweze kuingizwa Minembwe. Hivi karibuni bwana mtangazaji, operation hiyo itaendeshwa na waasi hao watafukuzwa hadi watarudishwa hapo Minembwe bwana mtangazaji. Na kuna taarifa ambazo zinazagaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba waasi hao tangu walipokungutana na wazalendo kule Kaziba wenda walipata mwanya wa kupanda kwenye milima. Sijui wakijongeza nguvu mtawaweza tena? Hawakupata mwanya wa kujongea. Kwanza bwana mtangazaji, huko kwenye maeneo ya Kaziba walipata cha mtemakuni. Basi hao wale ambao walikuwa wanapenya katika hali ya kwenda hadi kufika Rurambo na waendeleshe njia hadi Minembwe, hawakupewa hiyo nafasi. Wazalendo wanaopatikana kwenye maeneo ya Kaziba wakiongozwa naye jemadari Ruma Hondwa waliweza kuwamiliki wahuni hao wa M23 na wakawasheka hadi kwamba wakarudia nyuma. Hadi kwa sasa tunapozungumza wana mtangazaji, na Kaziba iko mikononi mwa wazalendo ambao wanapigana kwa ajili
ya kuleta usalama zidi ya raia na mali yake. Huenda tuseme kwamba Kakenge na vijiji vingine Mulima ni ninyi ndo mnadhibiti au hao waasi mliokungutana nao asubuhi ya leo ndo wamedhibiti hivyo vijiji? Sisi tunadhibiti Mulima, tunadhibiti Kakenge. Waasi wanapatikana Minembo, walitokea Minembo wakitamani kuelekea Mulima, ndipo tuliwaona hapo Kakenge tukawafyeka na wakakimbia. Upande mwingine ni kwamba vijiji vya Rugezi kwa Sabuni na maeneo mengine kule, tangu mkungutane siku zilizopita, sijui wanani ndo wamedhibiti hivyo vijiji? Vijiji vya Rugezi, sisi tunapatikana hapo Rugezi, na adui ana eneo ndogo, anapatikana kwenye eneo ndogo ya Rugezi, lakini nawaza muda si mrefu wote watarudishwa hadi Minembo, ili kwamba raia wa eneo hiyo waweze kuendesha shughuli zao kama kawaida, wakiwa chini ya usalama wa wazalendo wa FARDC Biloze Lishamuke yake Luteni Madari Delphin Kalende Ngomazito, pamoja na wazalendo wengine ambao wanajitoa ili kuweza kurejesha usalama wa raia na mali yao kwenye nyanja za juu za tarafa la Uvira, Fizi na Mwenga. Raia wa Mulima, raia wa Kasonge, raia wa Mukera, Fizi Centre na Baraka kwa sasa wapo katika wasiwasi mkubwa kuhusiana na mapigano ambayo mnaendesha dhidi ya hao waasi upande wa Rugezi, upande wa Mulima, mapambano ambayo haiendi mbali sana, alafu inachezea tu kwa hizo eneo. Sijui unawapa ujumbe gani? Ujumbe kwa raia ni kwamba raia wabaki kimya, raia watumainie wazalendo. Wazalendo ni vijana hodari ambao waliweza kujitoa ili kuweza kupigania udongo wao siweze kunyang'anywa na nchi ya Rwanda ambayo inafichama ndani ya wahuni wa Twirwaneho M23 AFC wakisaidiwa na waasi wa Burundi wa Red Tabara. Na maeneo hayo kwa kweli raia wabaki kimya, sababu waasi hawatafika Mugera, wana mtangazaji, hawatafika Mulima, hawatafika Kasonge, hawatafika Kichula. Inaweza kuwa miujiza, itakuwa miujiza mikubwa kuona waasi wanafika kwenye maeneo hayo, lakini natumaini kama miujiza hiyo haitafika siku moja. Na bwana engineer strategie na Mubamba, tunashukuru Didas TV kwa muda wako kuungana nasi na kutupea mawili matatu mwangaza unaopitika huku juu. Shukrani na mchana mwema. Ni sisi tunawashukuru bwana mtangazaji.